Tumepokea sana kwa mauchungu sana, maana ni mtu wa watu wa bwana. Ni balozi katika kitongoji chetu. Tulikuwa na braza mpaka saa 4:02 hapa nyumbani kwake usiku. Imefika basi wakati ambao unamuogopa binadamu mwenzako zaidi hata kumuogopa mnyama. Na aliyofanya hicho kitendo Mungu amlaani. Yaani kabla hatujamzika Lengu atangulie pamoja na familia zake zote. Yaani paka kizazi chake cha 4 kiishe. Paka sisimizi kama wanaye. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa ni katika kitongoji cha Vitendo, kata ya Kimnyak, ni wilayani Arumeru, mkoani Arusha. Hapa ni nyumbani kwa Serafin Molel, balozi wa eneo hili, ambaye aliuawa kikatili siku ya tarehe 2 maeneo ya mtaa wa Emaoi, kata ya Almotonyi. Ni mpakani tu kati ya hapa tulipo na eneo lingine. Inaweza kwamba Serafin siku hiyo ya tukio ilikuwa tarehe 2, alitoka hapa, ni kama alipigiwa simu na akawa ameenda ukanda wa huko, lakini hapa nyumbani alikuwa na wenzake. Katika mazingira hayo, njiani alikutana na hawa watu ambao walikatiza uhai wake, ambapo kwenye mifuko Serafin balozi huyu alikuwa na shilingi 37,000 pamoja na simu yake. Vitu hivyo hakuna mtu aliyechukua, lakini walichokifanya walimuua tu na wakamwacha. Baadaye taarifa zikatolewa kwamba Serafin ameuawa. Lakini kitendo hiki kimewaumiza wengi, wakieleza kwamba Serafin balozi wa eneo hili hakuwa na tatizo na mtu yoyote, alikuwa ni mtu mwema, alikuwa anazungumza na kila mtu. Lakini tumezungumza na mwenyekiti wa eneo hili Bwana Julius pamoja na wananchi wengine wakilaani kuhusiana na tukio hilo, huku wakiomba vyombo vya usalama kuhakikisha kwamba wanachukua hatua na kufanya upelelezi na kuwakamata wote waliohusika na mauaji ya Serafin. Siku ya Jumamosi, balozi huyu Serafin atapumzishwa katika nyumba yake ya milele, ambapo watu mbalimbali wanaendelea kufika hapa kwa ajili ya kutoa pole juu ya msiba huu. Naitwa James Aloni Lekamoi, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Emaoi. Kiuhakika kama kiuhalisia zaidi, tumepata shida katika kitongoji changu, maana tukio hili limetokea katika kitongoji changu kindani, mauaji ya kinyama yametokea. Nilipata taarifa hii mnamo saa 5 kamili kutoka kwa balozi wetu kwamba mwenyekiti, kuna tukio limetokea katika eneo lako, kwamba kuna mtu ameuawa katika eneo lako. Na nadhani sikuchukua muda, nilifika katika eneo hilo pia haraka, na kiukweli nikakuta mtu aliyeuawa ni ndugu yetu, na pia ni mwananchi wangu, kwa sababu huyu ambaye sasa hivi amefariki ni alikuwa mtu wa eneo langu, na kwa sasa amehamia katika kitongoji cha Olevolos. Lakini kweli ni tukio la kinyama, kwa sababu binadamu wamegeuka kuwa wanyama zaidi hata wanyama. Wamefanya tukio moja mbaya sana ya kusikitisha sana, maana kiuhalisia huyo mtu alikuwa ni mtu wa watu na alikuwa na shida na mtu wote. Na baada ya kufika pale katika eneo la tukio, nishukuru pia jeshi la polisi la Ngaramtoni, kwa sababu baada ya kufika katika eneo la tukio walinipa ushirikiano mkubwa sana, maana niliwatafuta na wakaja kwa wakati. Na walipofika pale waliangalia mwili, wakakuta na majeraha, ambayo majeraha yenyewe ilikuwa imetobolewa na mkono wake wa kushoto, na alikadhalika kuna kisu fulani ambayo amepigwa hapa. Kiuhalisia ni mauaji ya kutisha na kinyama, ambayo inasikitisha sana katika kitongoji chetu. Huyo ni balozi anaitwa Sarafini, ama jina lingine wanamuita Lengu, ndio jina maarufu. Ni mtu mpole, mtiifu, hanaga shida na watu kabisa. Ni ukweli bado hatujajua visa ni nini, kwa sababu hata wale watu ambao wamehusika na tukio hilo hatujawafahamu mpaka sasa hivi, ila hawakuchukua chochote. Kwa sababu baada ya kufika pale polisi kufika kwenye eneo la tukio, walimsachi na wakamkuta shilingi 37,000 iko mfukoni kwake na simu yake. Kwa hiyo hawajachukua chochote pale. Kwanza wito wangu kwa polisi, ningependa tu niseme kwamba waendelee kufanya uchunguzi, ili angalau basi wale watu waliohusika katika tukio hilo angalau kama wapelekwe mbele ya sheria, kwa sababu wamefanya kitu kimoja kibaya sana cha kinyama sana. Kwa sababu sasa hivi unakuta badala sasa hivi katika maisha sasa hivi angalau kumuogopa hata mnyama, imefika basi wakati ambao unamuogopa binadamu mwenzako zaidi hata kumuogopa mnyama, kwa sababu ni tukio la hatari sana. Kwa majina naitwa Julius Memiri, mwenyekiti wa kitongoji cha Vitendo, kijiji cha Olevolos, kata ya Kimnya. Ndugu zangu, ndugu waandishi wa habari,
Ninachojua usiku wa tarehe 3 kwa usiku ya tarehe 2 kuamkia tarehe 2 tulipata tukio la mauaji. Saa 7 usiku nilipata kuna watu wamefika nyumbani kwangu wakanigongea, akaniambia balozi amepata matatizo ya kuuawa maeneo ya Maui. Jukumu niliochukua, nilizungumza nao, nikataka kuondoka nao kwenda kwenye eneo la tukio. Wakasema tayari polisi wametoa ushirikiano, wamechukua mwili, wameshachukua. Basi mimi nilichofanya nikamwambia basi kama mwili umeshaondoka, nendeni tu mkalale, asubuhi tukutane kwenye boma la msiba. Na ndio jana kuamkia asubuhi tulikutana hapa. Basi ndio hivyo tukawaeleza ndugu zake wakafika. Basi hatuna lingine. Basi ijapo tumepokea kwa kweli kifo ya ndugu yetu balozi kwa masikitiko makubwa sana. Kwa tukio hili la kinyama kabisa lililotokea katika maeneo yetu, wananchi walipokea kwa huzuni kubwa sana. Kwa hiyo kwa masikitiko makubwa sana tumepokea tukio la mwenzetu kuuawa. Kwa sababu swala hili liko kwenye sheria, polisi wanahangaika, lakini na sisi tunaomba vyombo vyetu vya kisheria kwamba afanye kila linalowezekana hao waliofanya utekelezaji huu wa unyama waweze kupatikana. Kwa taarifa walitoka kwenye muda saa 3:30, wakaachana na wenzake, wakasema anaenda kuangalia mpira. Baada ya hapo tulienda kulala wengine. Mimi nilienda nyumbani kwangu nikalala. Saa 7 sasa kama nilivyotangulia kusema kwamba wananchi wakaja wakanigongea mlango, nikatoka nje. Akanipa taarifa kwamba balozi ameuawa sehemu ya Maui, lakini hajakutikana kwamba kauawa na nani. Ameokotwa tu mwili wake umetelekezwa hapo pembeni ya njia. Alikuwa na fedha shilingi 37,000, lakini pia alikuwa na simu. Na yote imekutikana hapo. Ndugu yake kuna mtu anaitwa George, rafiki yake, amepewa 37,000 na polisi, lakini polisi akaondoka na ile simu kwa ajili ya upelelezi. Balozi namfahamu sana, ni kiongozi mwenzangu, ni mtiifu, hana neno na mtu kabisa. Yaani kwa balozi hata kukanyaga kuambie kuona kwanza kulisi kwa nini umenikanyaga. Kwa hiyo ni mtu mtaratibu sana balozi. Kwa hiyo tuliposikia tukio hili hata sisi wenyewe linatuumiza vichwa, kwa sababu kwa kweli balozi ni mtu ambaye hana jealousy na mtu yeyote kabisa. Mimi kwa jina naitwa George Melio. Marehemu ni rafiki yangu. Tunashirikiana, ni familia friend. Balozi nilikuwa naye muda wa saa 11 kasoro. Akaniaga, nikamwaga mimi naenda kwenye sherehe kwa wakwe zangu. Akaniambia sawa, ngoja nimalize, nitamaliza kukamua alafu atanifuata. Baada hapo nikafika kule kwa wakwe zangu, nikamwambia nitumie basi bodaboda. Akanitumia bodaboda, ndipo akanitumia kreti moja ya bia, bodaboda akaniletea kule kwa wakwe zangu. Baada hapo nikamwambia nimepokea, kwa hiyo utakujaje? Akaniambia atakuja akishamaliza kukamua. Baada hapo nikatulia, sijamtafuta tena, maana labda kabla tukienda kwenye sherehe lazima aniambia anakuja, yaani tukae naye kwenye family friend. Sasa baada hapo nasikia balozi muda wa saa 3:32 alitoka hapa nyumbani. Tulikuwa anasubiri mpira ianze ya AFCON ile. Baada hapo kabla mpira ianze akatoka bila kuaga kwenye kundi ambao alikuwepo. Ndio moja kwa moja akarejea kule Maui. Baada ya muda saa 5:18 akapigwa mwenyekiti wa Ngaramtoni simu, ndipo akaniita. Mwenyekiti akaniambia twende, kuna tukio limetokea kanisani pale kwa Piniel, kwa hiyo tumfuate, hebu twende. Baada ya kufika pale kama mita 20 nikamuona marehemu amelala pale. Nikamwambia mwenyekiti, mbona kama ni lenguyu hapa amelala? Yaani pale roho imeniuma sana, maana ni rafiki yangu na tumeachana salama kwamba ashamaliza kukamua atakuja kwenye tohara.
Kwa kweli hapo ndipo ndio tukachukua majukumu ya kutafuta namba za polisi. Bahati nzuri na namba ya Marieta ule Kimaro, nikampatia mwenyekiti. Mwenyekiti akawasiliana na serikali kwamba kuna mtu ameuawa hapa, waje kwa uchunguzi zaidi. Uzuri moja na yenyewe serikali imechukua tu kama dakika 10 ndio akafika pale, ndio akafanya uchunguzi, wakamwangalia kweli, wakamkuta ndugu yetu amejeruhiwa eneo la kifuani na mkononi. Tukachukua jukumu la kumpeleka mochwari. Kwa kweli tumepokea jambo kwa masikitiko makubwa sana, maana ni mtu mstaarabu, hana ugomvi na mtu yoyote, na kwa kweli hamna mtu anayemdai yule bwana. Tunashirikiana naye kwa jambo lolote, aendagi mwenyewe, lakini nashangaa siku ile alitoka mwenyewe kuondoka bila kuaga mtu yoyote. Maana mara kwa mara hawezi kutembea mwenyewe, labda akitaka safari yake ataenda na pikipiki au atapiga simu, uko wapi, na mwambia siko karibu, anachukua anaenda na Boniface, lazima aende na Boni, maana ni wako jirani na Boni, lazima aende naye, maana ni jamaa yake sana. Kwa hiyo tukapokea, nikakuta tumepokea sana kwa mauchungu sana, maana ni mtu wa watu wa bwana. Kwa kweli mimi naomba serikali itusaidie kwa uchunguzi zaidi. Ana visa na mtu yoyote na ana taharuki yoyote kwamba kuna mtu anamdai au amchukulie ili akamchome, la, hamna kitu kama hicho. Ana maeneo sehemu ya kifuani hapa, mkono wa kulia na mkononi kushoto, na kisu yenye kitu chenye ncha kali. Naitwa William Daniel almaarufu kama Ole. Kwa kweli huyu ni kaka yetu. Kupata tukio kama hili tumesikitishwa sana. Imesikitisha sana. Yaani tulikuwa na brother mpaka saa 4:02 hapa nyumbani kwake usiku. Wakati tumekaa tu tunasubiria kutazama mpira. Ilikuwa ni wapi wakati? Hapa kwake. Kuna ukumbi ulikuwa hapa. Tukakaa naye tukaenjoy. Baadaye sasa sisi tupo ndani, mpira umeanza, akawa kuna mtu sijui alikuwa anazungumza naye kwenye simu. Baadaye kuna mzee mmoja mdogo wake na kaka yetu mwingine hapa anaitwa Dodo, akawa amesema acha nimsindikize, lakini sisi hatukuwa na taarifa kwamba anamsindikiza. Baadaye kuja kumuuliza fulani yuko wapi, tunaambiwa ametoka tu ghafla, ameondoka zake. Brother, kila saa tukikaa tunauliza huyu mtu yuko wapi, ameondoka zake, na si kawaida yake. Huwa hakitoka kama anashuka zake, hata kama ni usiku, huwa lazima niambie hebu tushuke hivi turudi, na asiponichukua mimi ataondoka na pikipiki ya mtu ambao ni mtu anayemwamini, anaenda anarejea. Sasa siku ile tukashangaa, mzee tu ametoka zake ghafla, ameondoka tu, hatujui na si kawaida yake. Baada muda mfupi tu tunakuja baadhi ya watu tuliokuwa nao wakawa wamepewa taarifa bila sisi kujua, wakaambiwa bwana kuna kitu kimetokea huku. Nini hicho? Tukauliza, sisi hatujaambiwa. Ndio hivyo basi, asubuhi sisi ndio tulikuja kupata taarifa, lakini baadhi ya watu tuliokuwa nao kwa kweli wao walishapata taarifa, wakasema haina haja ya kutuelezea watu kama sisi. Asubuhi naamka naambiwa Lengo ameondoka. Tulisikitishwa sana kwa sababu huyu mzee hana shida na mtu yote kwa kweli. Kifo chake kilishangaza kwa sababu ya mauaji yaliyofanyika. Aliuawa kinyama kikweli. Sijaona mwili wake, lakini ni mtu wangu wa karibu kwa kweli. Miaka mingi nikiwa na shida, nikiwa na nini, huwa ananisaidia kabisa. Tukasikia umauti umempata, ndio hivyo. Sisi tuko ndani, yeye yuko nje. Huwa ana tabia hiyo ya kuzungumza tu na marafiki zake. Unajua masuala ya simu, unaweza kuongea na mtu wako tu, sio lazima kila mtu asikie unaongea na nani. Kwa sababu ni mtu mwenye mambo yake mengine tu tofauti. Baadaye tukasikia tulikuwa na kakaangu pia anaitwa Chuma. Kila saa namuuliza, mwisho wa siku akaondoka akaenda kulala, hata mpira hajaangalia mpaka dakika za mwisho. Ndio hivyo tukawa tumesikia mzee bana ameondoka. Bana ni mtu wangu wa karibu sana na hana shida yote na mtu. Hana shida kabisa na mtu. Tumeshangazwa hata na alivyouawa kwake. Kwa upande wangu mimi siwezi kujua lengo lao, kwa sababu siwezi kujua kwamba huwa na adui, kwa sababu ni mtu wa watu kwa kweli. Kwa hiyo kwa hilo pia silielewi. Litusaidie tu bana kufanya hii swala kwa sababu wa mitandao siku hizi uzuri wanarekodi mambo. Wafuatilie zile simu za dakika za mwisho. Haswa mimi nahisi kwenye swala la message wafuatilie tu. Nahisi litafanikiwa, na sisi tutatoa ushirikiano kama kuna chochote ambacho
tunakifahamu, tutatua tu maoni yetu, lakini watusaidie kwa hilo. Naitwa Grace John Eliza. Tukio hilo nimepokea vibaya sana kwa kweli. Limeniumiza. Yaani limeniumiza sana kwa sababu yule ni shemeji yangu. Na inatakiwa kwamba serikali inatakiwa ichukue kabisa nani yake. Ifanye kazi yake. Wamekosa hofu ya Mungu. Wanadamu tumekuwa wanyama wabaya sana. Yaani kama mimi sitaki hata rafiki. Hata ndugu yangu sitaki awe rafiki yangu sasa hivi. Inabidi nibaki na Mungu tu. Ili Mungu aniepushe na maadui. Kwa sababu wanadamu tumekuwa wabaya, tumekuwa wanyama, tunauana wenyewe kwa wenyewe. Hawataki kumwachia Mungu nafasi yake. Mwanadamu ameamua kuchukua nafasi ya Mungu. Na hivyo sio vizuri. Ni kitendo kibaya sana. Yaani tunalaani tukiwa kama wazazi. Kwa sababu wale ni watoto wetu na wanachukuliwa wakiwa wadogo. Wanaacha familia zao zikiwa watoto wadogo sana. Kwa hiyo wazazi tunajisikia vibaya. Roho inauma, tumbo linauma. Biblia inasema alaaniwe amwagae damu ya mwanadamu mwenzake. Yaani alaaniwe na hukumiwe vibaya sana. Kwa sababu sio vizuri. Mwachie Mungu afanye kazi yake. Kwa sababu utakavoniua mimi, kwani unabaki huku duniani? Hata pia na wewe utakufa. Basi tumwachie Mungu afanye kazi yake. Balozi alikuwa ni mtu mzuri. Balozi alikuwa agombani na mtu. Wala sio ule mtu wa kutoka useme eti anatoka labda umkute baa. Yaani balozi alikuwa ni hapa nyumbani kwake tu. Na hata ukisikia yani marafiki zake wanavyoongea. Marafiki wanasema yani balozi anaingia mbinguni mazima. Wengine wanasema kwamba balozi hajafa, yupo. Hajafa, yupo. Inaumiza, inatisha. Na aliyefanya hicho kitendo, Mungu amlaani. Yaani kabla hatujamzika Lengu, atangulie pamoja na familia zake zote. Yaani mpaka kizazi chake cha 4 kiishe, mpaka sisimizi kama wanaye. Mungu ammalize na yeye pia.